destined to be a star. Na kwa jina ukichanganya majina yake yote mawili ya Kiyahudi na ya Kipasha, utapata yeye ni nyota ya ushindi. So it was by divine appointment that she was chosen to replace Queen Vashti. Kwa hivyo ilikuwa ni kiungu aliteuliwa kuchukua nafasi ya Malkia Vashti. You're here because of divine appointment. Na mahala hapa ni kwa sababu iliteuliwa kiungu. Hallelujah. Mordecai was a Jew who came to Persia in the Babylonian captivity, and he took care of Esther when her parents died. Naye Mordekai alikuwa ni Myahudi aliyekuja katika Persia akipitia kutekwa kwa Babyloni, na alikuwa yuangalia Esteri wakati wazazi wake walipokufa. And when Esther became queen, he just didn't leave her alone. Na wakati Esteri alikuwa malkia, hakumwacha tu vile. He sat at the king's gate. Alienda na kukaa katika malango ya ikulu ya mfalme. And one day he heard an assassination against the king, and he informed the king and saved the king's life. Na siku moja akasikia mpango wa kumaliza mfalme, na akaenenda na kumwambia mfalme ile siri ilikuwa imepangwa kinyume naye. So Mordecai too was brought to the kingdom for a purpose. Kwa hivyo pia Mordekai aliletwa katika Persia akiwa na lengo. But there was an enemy in the kingdom. Lakini kulikuwa na adui ndani ya hii falme ama milki that they had to battle against. Na hii huyu adui ni lazima wangepigana kinyume na yeye. And the name of this enemy was Haman. Na huyu adui kwa jina alikuwa Hamani. He was the son of Hamedata the Agagite. Alikuwa ni mwana wa Hamedadati Muagagati. And you know, he was a descendant of Agag, who was a king of the Amalekites. Na wana wa Hagadi walikuwa wametokana na falme ama milki ya Waamalekati. The Amalekites were enemies of Israel. Na Waamalekati hadi zama za kale walikuwa adui wa kina wa Israeli. Wow. So the people at the king's gate were bowed to Haman. Na watu waliokuwa malango ya ikulu walikuwa wanamuinamia Hamani alipokuwa akipita kila wasaa. But God's servant Mordecai would not bow to Haman. Lakini mteule wa Mungu Mordekai hangemuinamia Hamani. Mordecai only bowed to God Almighty. Mordekai alikuwa yuamuinamia Mungu mfalme pekee. You see, Haman was proud and insecure. Hamani alikuwa na kiburi na alikuwa hajiamini. And his anger and wounded pride caused him to want to take out his wrath and revenge against Mordecai and the Jews. Na hiki kiburi chake na kukua na agabu kubwa, alipanga mpango wa kumaliza Mordekai na pia Wayahudi. So he set up a plot to destroy the Jews in the kingdom. Akapanga mpango wa kumaliza Wayahudi katika milki yote ya Persia. But God had sent Esther to the kingdom for such a time as this. Naye Mungu alikuwa amemtuma Esteri katika hii milki ya Persia kwa wakati kama ule. So when Mordecai heard of the plot and he told Esther to intervene, she was a bit hesitant. Na wakati Mordekai aliposikia mpango kinyume na Wayahudi na akaambia Esteri aingilie kati, Esteri kwanza alitulia kidogo. She thought it was an impossible mission. Akadhania haiwezekani kamwe. Because she knew in her heart that she cannot intervene or go in to see the king unless she has been summoned to do so. Na alijua kwa nyakati ile ni lazima mfalme angemwagiza aje na kumuongelesha, na bila ile hangeweza kuenenda. It was not an easy mission. It was not an easy mission. Haikuwa ni mpango ambao ungeenda tu vile. But there was a cause. Lakini kulikuwa na namna yake. It was a great cause. Ilikuwa ni lazima igharimu. It was a cause
gap for the land. Ilikuwa inagharimu kusimama katika pango kwa sababu ya nchi. So Esther realized that the nation was in trouble. Na Esteri akajua ya kwamba milki ama nchi ilikuwa katika shida. So she was in a strategic position to intervene on behalf of the land and stand in the gap. Na alikuwa kwa mahali panapofaa na ili aweze kuingilia kati, aweze kuokoa milki na pia nchi. So she decided, I am going in to see the king, although it looks difficult, but if I perish, but I must see the king. Na akaamua kwamba ni lazima niingie na nimuone mfalme hata kama si wakati unaofaa, na nikiangalia na niangamie. Bwana apewe sifa. Right, and so therefore Esther prepared herself for this mission. Na kwa hivyo Esteri akajitayarisha ili aende akamuone huyu mfalme. She did not just go in to see the king in the natural. Hakuenda tu kumuona mfalme kimwili. She went in the supernatural. Aliingia katika kiroho. Because she realized that this battle was not against flesh and blood, but against principalities, against powers, and against the rulers of darkness. Na alijua ya kwamba hivi vita si vya mwili na nyama, lakini ni vita vya maroho na mapepo anapigana nazo. And against spiritual wickedness in high places. Na ilikuwa ni kupigana na mapepo yaliyo katika enzi za juu kabisa. Because Haman was up in high places. Kwa sababu Hamani alikuwa mahala juu kabisa. He was a man of authority in the kingdom. Alikuwa ni mtu mwenye siha katika milki. He had a good relationship with the physical king. Alikuwa ana urafiki mkuu sana na mfalme wa dunia. But Esther realized for her to go in to see the king, she had to see first the King of Kings. Naye Esteri akajua ya kwamba kabla aende akamuone mfalme wa hapa dunia, ni lazima kwanza angekutana na mfalme wa wafalme ambaye ni Yesu Kristo. So her first mission was to see the King of Kings and the Lord of Lords and the conquering Lion of the tribe of Judah. Kwa hivyo akapanga mpango wa kwanza wa kuona mfalme wa wafalme ambaye ni Simba wa Yuda. So she told Mordecai, I'm going in. Akaambia Mordekai, kwa kweli nitaenenda. Tell all the Jews in Shushan to fast for me 3 days and 3 nights. Na waambie Wayahudi wote katika Shushani wafunge pamoja nami katika siku 3 mchana na usiku. And I and my maidens will fast likewise. Na pia mimi na vijakazi wangu tutafanya vile vile. You see, Esther could have told her maidens and the Jews, you go ahead and fast while I still eat my nice delicate food, but you fast for me, hallelujah. I will spend time on my beautification. But no, she did not. She was an integral part of the fast because she was the one who was going to stand in the gap. That means she had to be fully armored with the armor of God before she went into battle. Unajua ya kwamba Esteri angeambia Wayahudi, nyinyi fungeni, na yeye akae katika ikulu ale vizuri na kujipamba na atokee tu aende, lakini alijua ya kwamba ni lazima angejitayarisha kwa sababu yeye alikuwa amesimama katikati ya kumuona mfalme na Wayahudi kufa. Bwana apewe sifa. Because Esther realized the power of prayer and fasting. Naye Esteri alikuwa anajua nguvu za maombi na kufunga. In Matthew chapter 17 and verse 21, Jesus told his disciples when they could not cast out the dumb and deaf spirit of the boy, he said to them, this kind cometh not but by prayer and fasting. Naye Yesu katika Mathayo 17 akasema ya kwamba hizi mambo zaja na zakuzwa ukipitia katika maombi na kufunga. So Esther realized that this enemy Haman was not an ordinary enemy. For you to attack an enemy like Haman, you got to go in the supernatural because it is a supernatural battle. Naye Esteri akajua ya kwamba kuweza kumshinda mtu kama Hamani, ungeenda na kiwiliwili, lazima ungeingia katika vita vya kiroho na uende na uzabe ndani, ili ukaweza kumshinda kwa vita vya kiroho na pia vya kimwili. Bwana apewe sifa.
sifa. It doesn't matter what degree, level of degree you have. It doesn't matter if you have a PhD or a bachelor's or a master's. You cannot go in the natural. Hallelujah. It doesn't matter if you know the government officials. You cannot go in the natural to fight this battle. Haitegemei umesoma somo zipi, shahada zipi, hauwezi kaenda katika mwili. Haitegemei kama unajua hao wafalme wa dunia aina gani, hauendi na kimwili. Ni lazima kwanza ukutane na Yesu ama na Roho, na ili aweze kukupatia njia na uenende. Bwana apewe sifa. And so before she put on the royal apparel, her beauty gown, to go see the king, she first put on the whole armor of God. Na kwanza kabla avae mavazi ya kifalme ama ya milki, yani akaone mfalme, akavaa nguo za vita vya kiroho. And the whole armor of God is the believer's battle gear. Nazo nguo za zama za vita vya kiroho ndizo nguo tunafaa kuvaa wakati wa vita. As long as you are a Christian, kama wewe ni Mkristo, you are a soldier in the army of the Lord. Wewe ni mwanajeshi katika jeshi lake Yesu Kristo. And we will fight battles until Jesus comes back. Na tutapigana vita hadi Yesu Kristo ashinde. But you cannot fight naked. Na huwezi kupigana ukiwa uchi. You must put on the whole armor of God before you enter into battle. Lazima uvae mavazi yote ya kivita ili uingie katika vita. And so Esther put on the belt of truth. Akavaa mshipi wa ukweli. She put on the breastplate of righteousness. Akavaa vazi la utakatifu. And it is important. Na linafaa sana. Because the enemy knows when you are not right. Kwa sababu adui anajua saa zile hauko na utakatifu. Righteousness is the character of being right. Na utakatifu ni aina ya kuwa mahala panapofaa. So you got to be right and get it right. Na ni lazima ukuwe mahala panapofaa na ufanye kile kinapofaa. She put on the shoes of the preparation of the gospel of peace. Na akavaa viatu vya matayarisho ya injili ya amani. Because you cannot go in the battle shaking. You got to go confidence and with boldness. Na kwa sababu huwezi kaenda katika vita ukiwa watetemeka, lazima uenende ukiwa na ujasiri. Amina. And she put on the sword of the Spirit, which is the word of God. Na akachukua upanga wa kiroho ambayo ni neno lake Mungu. And she put on the shield of faith to ward off the fire darts of the wicked Haman. Akaeka ngao ya amani ya kuweza kuzingira mishale yote itakayotoka kwa adui Hamani. Because no matter what direction that Haman throw these darts, the shield of faith is flexible enough to wield head and foot, back and front, to ward off these fire darts that Haman would send. Hata kama Hamani angetokea upande gani ama gani, hii ngao ilikuwa yazingira upande zote, na chochote angerusha akingeweza kumshika Esteri. And she put on her helmet of salvation. Na akaeka kofia ya wokovu. She knows she's saved. Na sasa akakuwa ni wokovu. And she got to stay saved. Na lazima awe wokovu. She cannot put off her salvation for a moment. She's got to remain saved in this battle. Hawezi katoa kofia ya wokovu katika hizi vita. Ni lazima akae akiwa wokovu. Thank you, Jesus. And when she's fully clothed, she can speak with confidence. Said Luke 10 and verse 19, behold, I am given power to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm me. Na akiongea akaongea sasa kwa ujasiri, kwa sababu ameshavaa vazi zote za kivita, kama vile Luka inanena ya kwamba angalieni, nimepewa nguvu na mamlaka ya kutembea juu ya joka na hazitaweza
against the knowledge of God. Esteria akasimama na neno katika kitabu cha Wakolosai wa 2 kinachonena na kusema vile mavazi ambavyo nimevaa mimi mwenyewe ni vya kuweza kusimama na kuhimiza chini na kumaliza nguvu zote za kutokana na kuzimu na kusimamisha neno lake Mungu. Bwana apewe sifa. And the weapon that she was going with was prayer and fasting. I wish somebody could hear what I'm saying this morning. Na akaenenda na maombi na kufunga. Natumai kila mmoja ananisikia asubuhi ya leo. You see, prayer and fasting break the yoke. Nayo maombi na kufunga yanavunja nila. It can do what no one else or nothing else can do. Yanaweza kufanya kile hakuna mwingine ama yoyote anaweza kufanya. So it was a major weapon for this warfare. Kwa hivyo ilikuwa ni kitu cha muhimu sana katika hii vita. All of Shushan fasted. Shushan yote ikaweza kufunga. And all of her maidens. Blessed be the name of Jesus. Wajakazi wote wakafunga. Hallelujah. Wanapewa sifa. And Esther got the keys to the kingdom. Na Esther akapata ufunguo wa milki. And God backed her. Na Yesu Mungu akakuwa nyuma yake. Say whatever you bind on earth. Naye akasema chochote utakayoweza kufunga hapa duniani. Now behold, I give unto you the keys to the kingdom. Nami nimekupatia, tazama nimekupatia ufunguo za milki. Whatsoever you bind on earth, Esther. Chochote utakachoweza kufunga hapa duniani, Esteri. Shall bound in heaven. Kitafungika juu mbinguni. And whatever you loose on earth, Esther. Na chochote utakachoweza kufungua hapa duniani, shall be loosed in heaven. kitaweza kufunguliwa mbinguni. If you bind Haman on earth, ukifunga Hamani hapa duniani, heaven bounds Haman also. hata mbinguni Hamani amefungwa. If you loose the Jews in Shushan on earth, ukiwafungulia Wayahudi hapa Shushani hapa duniani, heaven loose them also. hata mbingu yawafungulia. Heaven backs you, Esther. Mbingu hii nyuma yako, Esteri. So if you stand up like Esther, kwa hivyo Esteri akajitayarisha. heaven backs you. Mbingu iko nyuma yako. Heaven supports you. Mbingu inakufuatilia, iko nyuma yako. Heaven advocates for you. Mbingu inakuinulia. Thank you, Jesus. That is the power of prayer and fasting. Na hiyo ndio nguvu ya kuomba na kufunga. Jesus. If I perish, kama ni kuangamia, 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 I perish. niangamie. But I must see Jesus. Lakini ni lazima nimuone Yesu. I must see the King. Ni lazima nimuone mfalme. I must see the King. Lazima nimuone mfalme. I got a need. Nayohitaji. Reverend, I got a need. Nayohitaji. Pastors, I got a need. Nayohitaji. I got a need. Nayohitaji. I got a need. Nayohitaji. Shushan is in trouble. My people is in trouble. God said, oh hallelujah, if my people were called on my name, would humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal. Aya kanena katika kitabu cha Nehemia ya kwamba kama watu wangu ambao waliitwa na neno langu wataja mbele zangu na kuweza kunyenyekea na kuniomba, nami nitateremka chini, nitaponya nchi yao na nitawabariki. Bwana apewe sifa. The land of Kenya is in trouble. Nchi ya Kenya ishi ndani. Who will stand in the gap? Ni nani atasimama katikati? Who will stand in the gap? Nani atasimama katikati? Who will stand in the gap? Nani atasimama katikati? Kwa nchi ya Kenya. God is looking for a man. Mungu anatafuta mtu for Kenya. ili asimamie Kenya. Bwana apewe sifa. And if you hold your peace at this time, deliverance for Kenya will come from another place. It will come from Jamaica. It will come from the Cayman Islands. It will come from America. It will come from England. It will come from Australia. It will come from Saudi Arabia. Na ukisimama mahali panapofaa na ushikilie imani yako, naye Mungu ataleta baraka zake. Haijalishi zitatoka Jamaica ama Cayman ama Uingereza ama Australia, lakini ataleta. Amen.
Lakini usifikirie utaweza kupumzika kwa sababu umekaa katika nyumba ya kifalme. You see, Esther had to accept what Mordecai said. Because if the war strike, Esther was a Jew. She would not be exempted from the decree that Haman tricked the king to sign. Na Esther ni lazima angekubali kile Mordecai alisema, kwa sababu